Chacha. Mzee kama heshima yako mzee. Marhaba leo. Salama kwema kabisa. Kwema. Pole na matokeo. Matokeo ndio tumeshakubali. Ulikuwa umejiandaa vyema kabisa. Mazungumzo yako yalikuwa yakihitaji matokeo hususan ya kutoa ngao ya jamii. Hili umelipokeaje? Natumaini tumeanzia tulipomalizia. Mimi mpaka msimu wa mwisho wa msimu unaisha nilijaribu kuongea kitu ambacho hata alikipinga kwamba uwezo wa kocha hauwezi kutufikisha nchi ya ahadi. Na kinachoonekana mpaka sasa hivi uwezo wa kocha hauwezi kutufikisha nchi ya ahadi. Japo watu wengi walio wengi hawezi kukubali. Pale ndio uwezo wa kocha. Tatizo ni mfumo. Tatizo si wachezaji. Tatizo ni mfumo. Tatizo ni mfumo. Mfumo wa mwalimu ndio unashindwa kufanya kazi. Mfumo wa mwalimu ndio unashindwa kufanya kazi. Angalia kama leo. Wa nyuma walibaki nyuma, wa katikati wakabaki katikati, wa mbele wakabaki mbele. Muda wote beki ya Yanga ilikuwa na watu zaidi ya 8. Sisi tuko wawili, tuko watatu, hatuwezi kufanya kitu. Mfumo wa mwalimu umefika mwisho. Hakuna mtu mwingine anaweza kumlaumu zaidi. Lakini mzee Kamwe, usajili umefanya mzuri. Mwalimu mlie naye ni aliyekuwepo toka msimu ulipoanza. Nini ambacho kinamkwamisha kutokushindwa kuisoma vizuri Young Africans na kutokupata matokeo? Ndio maana narudia tena. Uwezo wa mwalimu umefika mwisho. Hakuna cha zaidi ambacho hata anaweza akiongea kikabadilisha matokeo. Hata angemleta Ronaldo na Messi akawachanganya hapa. Tusitegemee matokeo mazuri tena pasipo mwalimu kubadilisha mbinu. Mwalimu amefika mwisho. Yaani mimi nitasimamia msimamo huo, sina lingine. Kwa tafsiri hiyo unamaanisha kwamba Young Africans wamekuwa wakipata mabenchi ya ufundi mazuri zaidi, kwa sababu Simba amekutana nayo hii safari ya 3 ikiwa na mabenchi tofauti ya walimu. Kwa hilo nawapa kongole. Wanajitahidi kutafuta walimu wenye kuendana na nini na timu hiyo inavyotaka. Lakini sisi tumekwama Kabisa. Lakini tumekwama. Wapo wanaozungumza kwamba ni dalili ama ishara nzuri kwa Young Africans kuanza msimu. Lakini wengi wanaenda mbali kutoa mpaka tathmini ya msimu mzima kwamba kwa hili lililotokea ni ishara pia njema kwa Young Africans. Unaliona hilo? Na Simba Sports unaona nini sasa kwa mwanzo wa msimu huu? Kwanza kabisa hakuna timu imeingia Yanga mbovu kama safari hii. Mbovu kama safari hii. Hiyo lazima tukiri. Lakini kama tumeshindwa kuifunga Yanga hii ya leo, tusitegemee kuifunga Yanga kwa miaka ya karibuni. Ile back to back ya miaka walisema miaka 10 ya miaka 10 tusipokuwa makini inakamilika. Yaani kwa kombe hili la ligi kuu soka Tanzania bara wachukue mara 10. Kutufunga kuwafunga watafunga wanavyotaka kwa mfumo tuliokuwa nao sasa hivi. Kwa maana hii sasa 6 tunazungumza bado 4. Unaona kabisa Young Africans wana uwezo wa hilo. Kama tutaendelea na kocha huyu hakuna kitakacho. Nafasi zimepatikana za kutosha. Simba Sports wameshindwa kutumia. Ili tunalipeleka wapi? Lawama kwa mwalimu, mfumo wake, ama wachezaji kushindwa kuelewa nini cha kufanya wanapopata nafasi? Hakuna nafasi ya maana iliyopatikana ya kufanya Simba itambie nafasi iliyopatikana. Hakuna. Nafasi zote walizozipata zimekuwa nje ya off target ya kuweza kufunga. Kwa akaamua afanye hilo. Mimi naomba niwaambieni, tatizo ni mfumo wa timu umekataa, si wachezaji, sio nini. Huyu ni mzee Ali Shabani, kwa nipo na Mnandi JR. Kwanza hali yako iko vipi kaka? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, anatujalia pumzi, niko buheri wa afya, niko salama, niko gudi. Niwaambie tu wana Simba, matokeo ya leo tumeyapokea kwa huzuni kubwa mno. Hii ni mechi ya 6 mfululizo tunafungwa zidi ya watani zetu. Maana sisi hatuna tofauti na Namungo, hatuna tofauti na Tabora United wala Singida United. Kwa sababu timu kubwa huwa tunagawana vipindi vya kushinda. Sio mtu anakufunga mechi 6 mfululizo. Tena atakuwa tena huyo mpinzani wako. Maana sisi hao washakuwa wateja wao na wataendelea kutufunga katika kipindi hiki cha karibuni. Kwa nini wataendelea kutufunga? Simba hatuna umoja, huo ndio ukweli. Sawa, kila siku tunazungumza kwamba Simba hatuna umoja. Watu wanatuona sisi machawa, watu wanaona sisi wanafiki. Lakini ukweli lazima usemwe. Umoja Simba hakuna. Kama kungekuwa na umoja, tusingeweza. Leo tukufunga kwenye pitch. Umoja ungewasaidia kwenye lipi? Kama kikosi kimefanywa maboresho, mwalimu ambaye alizungumza kwamba hana pressure kabla ya mechi, lakini ndiye aliyepewa pressure baada ya mechi. Umoja unaozungumzia ni umoja wa aina gani? Umoja unaozungumzia unapokuwa mwanachama, maana umeshakubali kuingia kwenye ndoa ya familia mbili. Akiingia kwenye ndoa ya familia mbili unaiangalia familia moja, hauwezi kutoboa hata siku moja. Angalia upande wako, lakini angalia upande wa mke wako, kwa sababu yote ushaunganisha kwa kitu hiki kimoja. Kama unaangalia upande mmoja, huwezi kutoboa blaza. Ndio kilichotokea leo. Wenzetu wamekuja na bodaboda, wametokea Buza
Wao kwambia kabisa. Maana yake wanajua nini wanakifanya kuingia Benjamin Mkapa na wao ndio wenyeji wa huu mchezo. Kwa hiyo wana Simba kokote mlipo. Mlikuwa Tanzania na mlikuwa mpaka Tanzania. Tuwape pole sana, lakini naamini mambo mazuri yanakuja. Tumefunga mechi ya 6 lakini tujipange tuelekee kwenye mechi za ufunguzi wa ligi, lakini naamini tutaenda kufanikiwa mpaka utawala huu uliokuwepo kama huu bado ipo. Asante sana. Kama uwezo wake ni mdogo, kama ushaona kwa mchezaji uwezo wake ni mdogo, kwa nini usitoe mapema ufanye sababu ili tupate matokeo? Hii Simba ni timu kubwa na sisi tunaumia mashabiki. Tunanunua jezi kama hivi 45. Japokuwa maisha yetu magumu hivi, familia zetu hivi zinatutegemea, lakini tunajiforce tunanunua jezi kwa sababu lakini namna hii kila siku sisi tunakosa imani. Kila tunaweza kumpiga Yanga. Kuwepo, yani kuwepo sema wachezaji wetu, uchanga wa wachezaji wetu kila siku makosa wanayofanya. Wenzetu wa makosa wanayofanya sisi tunafanya sisi makosa wanatumia. Kwa nini? Usajili sio tatizo bro, unasajili ili upate matokeo. Sio unasajili unafungwa kila siku nini? No, simaanishi usajili ni mdogo. Usajili ni mzuri, lakini mimi naamini kwamba Fadu uwezo wake mdogo wa kumfunga Simba. No, si wachezaji. Ila ni wachezaji wachache ambao wanaiumiza Simba. Na kocha pia uwezo wake ni mdogo. Hawezi kueni mpaka dakika hawezi. Kwa sababu katika makocha kwa msimu hii kadhaa ambao amefungwa mara nyingi na Yanga ni Fadu Davis. Unataka kusema hata mkikutana na Yanga kwa mara nyingine tunafungwa kwa staili, tunafungwa hata tukikutana mara 10 tunafungwa kwa upuzi kama huu. Sema kocha Fadu hafai Simba. No, yani atakiwa abadilike mbinu zake. Akae chini, afikirie nini aweze kufanya juu ya Yanga. Kwa sababu kila tukikutana na Yanga lazima tutafungwa kwa staili kama hii. Lazima tutafungwa. Akae ndio tunaumia sio bado tunaumia kwa sababu sisi mashabiki hatuwezi kuhama. Mchezaji atatoka kile sisi bado maumivu yataendelea kututesa siku hadi siku, na bali kama mashabiki wenzetu usho Yanga ukikutana nao lazima watakupigia kelele, yani kitu ambacho kina no, yani simaanishi kama wanatuzidi kila kitu, hapana. Wanatuzidi vitu vichache tu, wewe upumbavu wa watu wachache ndio wanatuzidi. Na sio kwamba unaona nini kuelekea msimu unaokuja huu? Umefunguliwa. Kama uwezo wake ni mdogo, kama ushaona kwa mchezaji uwezo wake ni mdogo, kwa nini usitoe mapema ufanye sababu ili tupate matokeo? Hii Simba ni timu kubwa na sisi tunaumia mashabiki. Tunanunua jezi kama hivi 45. Japokuwa maisha yetu magumu hivi, familia zetu hivi zinatutegemea, lakini tunajiforce tunanunua jezi kwa sababu lakini namna hii kila siku sisi tunakosa imani. Kila tunaweza kumpiga Yanga. Kuwepo, yani kuwepo sema wachezaji wetu, uchanga wa wachezaji wetu kila siku makosa wanayofanya. Wenzetu wa makosa wanayofanya sisi tunafanya sisi makosa wanatumia. Kwa nini? Usajili sio tatizo bro, unasajili ili upate matokeo. Sio unasajili unafungwa kila siku nini? No, simaanishi